Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa hapo siku ya kesho, ikiwa siku ya kesho ni Jumamosi tulivu kabisa kuanzia majira ya saa 1:15 usiku. Tutakwenda kushuhudia mtanange kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga wakiwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakialika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezo huu unavuta hisia za mashabiki wengi kutokana na ubora waliokuwa nao Yanga sambamba na ubora waliokuwa nao Simba, ndio maana ni dabi namba 4 kwa ukubwa barani Afrika, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona kunako msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara Young Africans ambaye ndiye mwenyeji yupo katika nafasi ya kwanza akiwa amecheza michezo 22, ameshinda mechi 19, sare ukiwa mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 58 na kuruhusu mabao 9 wakiwa na pointi 58 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Simba ambao nao pia safari hii si kinyonge, wamejipata. Simba wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza mechi 21, wameshinda michezo 17, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 46 na kuruhusu mabao 8, kiufupi goal difference ni mabao 38 wakiwa na pointi 54 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hata historia inaonyesha katika mechi 10 za mwisho Simba kukutana na Young Africans, basi kwa upande mwingine Yanga ameongoza kwa kushinda, ameshinda mara 6 huku Simba akishinda mara 1 na sare ikiwa ni michezo 3. Kwa ni dabi ya aina yake ambayo tutakwenda kuitazama sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sote tunafahamu uwanja ambao utakwenda kutumika ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa muda huu tunavyoongea, kikosi cha wekundu wa Msimbazi iliweza kutoka kambini kwao kuelekea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja huo ili waweze kujiandaa kuja kucheza dhidi Yanga Sports Club. Sasa unavyoambiwa, kwa sababu Yanga ndiye mwenyeji, ndiye ambaye anaulinda uwanja wa Benjamin Mkapa, basi unavyoambiwa wachezaji wa klabu ya soka ya Simba wameweza kufanyiwa fujo na kutokuruhusiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sababu zikitajwa ni kwamba kwenye basi ambalo Simba wameenda nalo, wameenda na mabasi mawili, moja likiwa limebeba wachezaji na viongozi, huku basi jingine likiwa limebeba watu ambao wanasadikika kwamba ni waganga ambao wanaenda kufanya ulozi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo taarifa ambayo imeweza kutolewa na shabiki kindaki wa klabu ya soka Yanga Mo Kabwe anasemaje? Anasema hivi: Simba wamekuja taifa kufanya mazoezi usiku huu, tumewagomea kuingia hapa nje, kuna ugomvi mkubwa sana. Wameenda uwanjani saizi na gari mbili, moja ya wazee, nyingine wachezaji, wana waganga 40. Huyo ni Mo Kabwe, mshabiki kindaki wa klabu ya soka Yanga, akithibitisha kwamba Simba wamewazuia kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu wamekwenda na mabasi mawili, kwamba wanataka kwenda kufanya mazoezi ndio, na sometimes wanataka kwenda kufanya ulozi kwa ajili ya kuweza kuloga. Lakini ndio hivyo taratibu zilivyo, ni lazima klabu ya soka ya Simba waweze kuruhusiwa kuingia kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu ile itakuwa ni sehemu ya kutumia ule uwanja kwa ajili ya kwenda kucheza mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Kwa ndio hivyo Yanga, kwa sababu wanaulinda uwanja, wamewagomea Simba kuingia kwenda kufanya mazoezi katika uwanja ule wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyoongea, viongozi wa klabu ya soka Simba wameonekana kushuka kwenye basi sambamba na kocha Faldu na wachezaji wakisubiria kuona ni hatima gani ambayo itakwenda kufanyika ili waweze kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili waweze kutrain. Tunafahamu wote mechi kama hizi kuna mechi zinachezwa ndani ya uwanja na nyingine nje ya uwanja. Kwa hiyo unaweza kuta hii ni mind game tu ambayo Yanga wanaifanya kutaka kuwatoa mchezoni klabu ya soka ya Simba, lakini all in all tunaamini kwamba watakwenda kuruhusiwa kuingia pale uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi na kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sasa nini maoni, nini mtazamo kwa kitendo hiki cha Yanga kuweza kuwagomea Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Sababu zikitajwa wamekwenda na mabasi mawili. Nini maoni, mtazamo? Dondosha maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.